Naam, asante Fatuma Hassan kwa habari za kitaifa, kimataifa na biashara. Na sasa ni wasawa habari za michezo na burudani. Tayari golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati niko hapa kukujuza mengi ambayo yamejiri viwanjani, nikianzia hapa nyumbani Tanzania. Timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars imewasili nchini ikitokea Morocco kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam baada ya kushiriki michuano ya AFCON 2025 na kufanikiwa kufika hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza katika historia yao. Timu hiyo imepokelewa na mashabiki, wadau wa michezo pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali waliokusanyika uwanjani hapo. Katika mapokezi hayo, waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Mheshimiwa Palamagamba Aidan Kabudi amesema kitu pekee kama serikali ilichojifunza kwenye michuano ya AFCON inaendelea pale nchini Morocco ni kuwa na maandalizi makubwa kuelekea kwenye AFCON ya mwaka 2027 ambayo Tanzania itakuwa mwenyeji kwa kushirikiana na Kenya na Uganda. Na hakika wameipa Tanzania heshima kubwa sana. Ndio maana kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa hatua hiyo walioifikia ya kulipambania taifa letu katika mchezo huu wa AFCON. Na sasa Tanzania imeingia katika timu shindani za mashindano ya AFCON na sio mshiriki au msindikizaji. Lakini Tanzania tumeonyesha njia, kwa sababu sisi ndio nchi pekee ambayo imekuwa inashiriki katika mashindano ya AFCON, na sasa tumefikia ngazi hii, na hii inaonyesha kabisa 2027 tutafanya vizuri zaidi, na lengo letu 2027 kombe la AFCON libaki Tanzania. Lakini kubwa, mashindano yote matatu yaliyopita ambayo tulishiriki tulikuwa hatujawahi kuvuka hatua hii ya awali. Kwa hiyo hili ndio lilikuwa lengo kubwa, lakini malengo yalikuwa mawili. Sasa lengo kubwa ambalo tulikuwa nalo ni kupita tupate kushiriki hatua ya 16 bora. Na nafasi hii tuliipata. Taifa Stars hoye! Nyote mliangalia michezo, lakini mmeona namna ambavyo nchi ya Tanzania imejitangaza yenyewe ndani na hata nje ya mipaka ya Afrika. Na kwa mantiki hiyo, Profesa waziri wetu wa sanaa, utamaduni na michezo, ni kuthibitishie mambo yafuatayo. La kwanza, tunafahamu kwamba mwaka 2027 yani mwakani, Tanzania au Dar es Salaam kwa ujumla tutakuwa pia ni wenyeji wa mashindano haya AFCON. Sisi Dar es Salaam tumejipanga kwa mambo yafuatayo. La kwanza, hivi ninapozungumza tumetuma kikosi kazi maalum pale Morocco kwenda kujifunza namna wenzetu walipoandaa mashindano haya, wakisaidiana pia na kikosi maalum kutoka wizara inayohusika na masuala haya. Tuelekee visiwani Zanzibar ambapo mchezo wa pili wa nusu fainali ya michuano ya Mapinduzi 2026 unatarajiwa kupigwa kesho, ambapo Singida Black Stars watavana na Yanga katika uwanja wa New Amani Complex majira ya saa 2 kamili za usiku. Kuelekea kwenye mtanange huo, makocha pamoja na wachezaji wawakilishi wa timu hizo walipata fursa kuzungumza na waandishi wa habari, ambapo kwa pamoja walikiri kuwa wanatarajia mchezo mgumu na wenye ushindani mkubwa. Nikizungumzia nusu fainali ya mechi ya kesho, la kwanza ni lazima tuweze kuongea jinsi ambavyo tumejiandaa, na maandalizi yetu ni respect katika mechi ambayo tunacheza kesho, kwa sababu kesho ni semifinali. Namba 2, mpinzani ambaye tunapata naye ni mpinzani wa, tunaweza kusema ambaye ana ushindani katika football. So nafikiria mechi ya kesho ni respect kulingana na kimbinu na katika zile falsafa na technicality ya wachezaji ambao tutakuwa tunapatana. So tomorrow we will face the competition because we are so here to compete, to reach our level, to beat our opponents, and I believe tomorrow Singida will create us difficult situations that we must to face and cross to achieve the final. But I hope we will still continue the development, and for sure we are confident that we will achieve the final. Yanga tunawaheshimu, tunawaheshimu. Yanga ni timu kubwa na Singida nayo ni timu kubwa. Naamini mpira wa kesho utakuwa mgumu na mechi ya kesho itakuwa ni nzuri, kwa sababu kila mtu Yanga wachezaji wake tunawajua na wachezaji wa Yanga wanajua wachezaji wa Singida. Kwa upande wetu sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tupo tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Pia tunaelewa
umuhimu wa mchezo wa kesho. Na pia tunatambua thamani kubwa ya mchezo wa kesho. Tunacheza na Singida, timu ambayo pia tunaweza nao ligi moja, timu kubwa. So sisi kama wachezaji tupo tayari. Kwingineko ni kwamba Tanzania inatarajiwa kushiriki mashindano ya Afrika ya mchezo wa kuogelea kwa watu wazima na vijana yatakayofanyika nchini Ghana kuanzia Aprili 28 hadi Mei 5 mwaka huu. Tupate undani wa taarifa hiyo. Akizungumza na Channel 10 Michezo, mkurugenzi wa ufundi wa chama cha mchezo wa kuogelea nchini TSA, Amina Mfaume, amesema kwa sasa wachezaji wanaendelea kujifua kwenye timu zao kabla ya mchujo wa kupata timu ya taifa kwa madaraja yote. Mashindano haya yanahusisha vijana wote wenye umri wa miaka 14 na kuendelea. Kwa hiyo junior watakuwa miaka 14 mpaka 17, alafu 18 na kuendelea ni senior. Lakini vile vile tutakuwa na mashindano ya watu wazima ambao ni masters miaka 25 kuendelea, nao pia watawakilisha timu ya Tanzania katika mashindano hayo. Maandalizi ya training bado, sasa hivi wachezaji wanaogelea kwenye kampi zao, kwenye club zao, lakini kama chama tumeshajipanga na coaches ambao wamechaguliwa wataanza rasmi mazoezi hayo kuanzia mwezi wa pili kwa ajili ya kuweza kuandaa wachezaji. Katika hatua nyingine, mkurugenzi huyo amesema mwaka 2025 ulikuwa ni wenye mafanikio zaidi kwao, kwani wamefanikiwa kushiriki kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa. Kwa ni mwaka wa mafanikio makubwa sana kwa chama cha kuogelea, na vitu vingi sana ambavyo tulikuwa tumeplani tunaanza sasa kuvifanya vimeanza kufanikiwa. Zile clinics ambazo tulikuwa tunaongea na wazazi, coaches, having forum, zote hizo zimefanikiwa. Lakini vile vile Tanzania imewakilishwa vema na wachezaji wetu walioenda katika mashindano mbalimbali. Mwaka jana tulikuwa na mchezaji ambaye amefika finali katika mashindano ya Afrika, ambao kwetu we are so proud of that. Esther Mtebe, Channel 10. Taasisi ya African Sports Youth Park yenye makao yake makuu mkoani Geita imeanzisha kliniki tembezi ya siku 3 wilayani Manyoni mkoani Singida ya kubaini vipaji vya mpira wa miguu kwa vijana wa jinsia zote wenye umri wa kuanzia miaka 10 hadi 20, na watakaoonekana wana vipaji watasaidiwa kukuza vipaji vyao. Tupate taarifa zaidi. Mkurugenzi wa taasisi ya African Sports Youth Park, Mwalimu Hamisi Selemani Kilinga, amesema taasisi hiyo imejikita zaidi katika kuibua na kuendeleza vipaji vya soka kwa vijana katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Taasisi inajikita zaidi katika kuibua na kuendeleza vipaji vya soka katika maeneo mbalimbali ya Tanzania. Tuko katika mkoa wa Singida, wilaya ya Manyoni, kwa ajili ya kuendesha kliniki ya kubaini vijana. Kwa siku ya leo ndio siku ya kwanza tumeweza kukutana na wameweza kupatikana washiriki 52 ambao tumewachuja. Kwa kesho wataingia kwenye hatua ya pili vijana 26, na wapo wengine wageni wameweza kufika leo hii, kwa mpaka kesho tutakuwa na idadi kubwa ya watu. Majaribio kwa vijana wetu ambao tunawafadhili pale kituoni ili kuweza kuwapa fursa kwa ajili ya kuonesha vipaji vyao. Tunajua sasa hivi tunasoma, lakini pia lazima mtoto aoshe kipaji chake. Naweza kaa ndo njia yake, ikawa njia nzuri ya yeye kutoa kimaisha. Naye mchezaji wa soka wa zamani na mdau wa soka wa mjini Manyoni, Abdalla Sadiki, akaitahadharisha serikali kutotegemea zaidi wachezaji kutoka nje ya nchi na badala yake ijenge utamaduni wa kuviendeleza vipaji vya soka vilivyopo kwenye vituo vya michezo. Kwa kweli vijana wetu wanapata moyo. Alafu pili, hata nchi yenyewe sasa hivi huko tunapoenda mbele kwa ajili ya kuandaa watoto wetu hawa tutafika mbali. Unakuta kwamba watu tunajali wachezaji wa nje sana, wakati vipaji tunavyo humu. Vipaji viko vizuri tu. Kama wangekuwa academy kama hizi zinafuatiliwa kila wilaya, kila mkoa. Tukitangaza kwenye magrupu na baadhi ya taasisi tumewaandikia barua rasmi kwamba kuanzia tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9 kumekuwa na activity ya utambuzi wa vipaji mpira wa miguu. Hawa ni wenzetu kutoka Geita, walikuja kuomba nafasi ya kufanya kliniki ya kutambua vipaji kwa tarehe hizi, na sisi hatakuwa na shida kwa sababu tunatambua umuhimu wa shughuli wanayoifanya, lakini pia tunatambua umuhimu wa vipaji hivi kwa taifa na kwa wilaya yetu. Kliniki ya kuibua vipaji vya mpira wa miguu wilayani Manyoni inaendeshwa chini ya chama cha mpira wa miguu wilaya ya Manyoni Madifa kwa kushirikiana na ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Manyoni. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida,
Ni mwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Naam, taarifa hiyo inaniwekea utuo kwenye habari za kitaifa, na sasa ni wasaa habari za michezo medani za kimataifa. Tuungane na msimulizi wetu. Na kunako medani za kimataifa, klabu ya FC Barcelona imefanikiwa kutinga fainali ya Spanish Super Cup baada ya kuibuka na ushindi mnono wa mabao 5-0 dhidi ya Athletic Bilbao katika mchezo wa nusu fainali ya kwanza uliochezwa katika mji wa Jeddah nchini Saudi Arabia. Katika mchezo huo, FC Barcelona ambao ni mabingwa watetezi ilianza kwa kasi na kufungua ukurasa wa mabao kupitia mchezaji Ferran Torres aliyefunga bao la kwanza kabla ya mchezaji Fermin Lopez kuongeza bao la pili kwa shuti kali lililomshinda mlinda mlango wa Bilbao Unai Simon. Shinikizo la FC Barcelona liliendelea na goli la tatu likapachikwa, huku mchezaji Rafinha Belol akiongeza mawili mengine na kukamilisha ushindi wa kishindo wa mabao 5-0. Ushindi huo umedhihirisha kuwa FC Barcelona ni bora na kubwa katika mchezo huo, wakitawala umiliki wa mpira na kutengeneza nafasi nyingi, huku safu ya ulinzi ikifanya kazi yake kwa umakini mkubwa. Kwa matokeo hayo, FC Barcelona sasa inasubiri kumfahamu mpinzani wake katika fainali ya Spanish Super Cup, wakisubiri mshindi wa mchezo wa nusu fainali ya pili kati ya Real Madrid na mahasimu wao Atletico Madrid unaochezwa usiku wa leo. Nikiwa bado katika medani za kimataifa upande wa soka, klabu ya Chelsea imekanusha taarifa zinazosema kwamba inamhitaji mshambuliaji wa Real Madrid Vinicius Junior na kuanza mipango ya kumsajili katika dirisha la usajili linaloendelea. Ripoti hizo zilizochapishwa hivi karibuni ziliibua mada kwamba Chelsea ingeweza kutoa kiasi kikubwa cha fedha kujaribu kumsajili nyota huyo raia wa Brazil. Hata hivyo, Chelsea imethibitisha wazi kuwa hakuna mazungumzo yoyote rasmi kati yake na mchezaji Vinicius Junior, na hakuna ofisi au pendekezo lolote lililotolewa kwa mchezaji au Real Madrid. Vinicius Junior anayetajwa kama mmoja wa wachezaji bora duniani kwa sasa anabaki sehemu ya Real Madrid bila mpango wa kuondoka katika dirisha hili. Chelsea inaendelea kuzingatia mipango mingine ya kikundi chake bila kumjumuisha nyota huyo wa Brazil kwa sasa. Mimi ni winga teleza Witness Ngalawa. Asante Witness Ngalawa, winga teleza, kwa kutujuza habari za michezo medani za kimataifa. Na sasa ni wasaa habari za burudani, ambapo katika burudani tunaangazia ambazo zinabamba mtandaoni na ni kutoka katika michuano ya kandanda ya mataifa ya Afrika, yani AFCON 2025 huko nchini Morocco. Mojawapo ya tukio linalomhusu Michel Kuka Mboladinga, shabiki wa DR Congo, ambaye amekuwa akisimama kwenye mechi zote za timu yake ya taifa kama heshima kwa Patrice Lumumba, aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo baada ya uhuru. Shabiki huyu amekuwa maarufu na anavutia wengi kwa kusimama kwake kama sanamu ya Lumumba iliyopo mjini Kinshasa, akiwa amevalia suti na tai na kuinua mkono wake kama ishara ya heshima. Heshima yake imekuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii, ambapo taarifa zinaeleza ameandaliwa kiasi cha shilingi milioni 40 kutoka kwa wachezaji wa Algeria kupitia shirikisho lao. Wengi mtandaoni wanasema huenda kitendo cha mchezaji wa Algeria Mohamed Amoura kufanya kitendo chake cha dhihaka kwa shabiki huyo. Hata hivyo, mshambuliaji huyo wa timu ya taifa ya Algeria aliomba radhi kufuatia ishara tata aliyoifanya wakati akishangilia ushindi wa goli waliofunga dhidi ya DR Congo katika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika, yani AFCON 2025. Ishara hiyo ilitafsiriwa na mashabiki wa DR Congo kuwa ilimkebei Michel Nkuka Mboladinga, shabiki wa DRC maarufu kama Lumumba, anaiganda kama sanamu uwanjani wakati wa timu ya DR Congo ikicheza mechi zake. Kufikia hapo hatuna la ziada kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Eden Bahati, nirudishe matangazo haya kwake Fatuma Hassani kwa ajili ya kuhitimisha habari ya kutwa nzima ya leo.